بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. نعم، tukiendelea katika darasa yetu hii ya kitabu mudhakira ta'lim al-lugha al-arabiyya li ghairi natiqin biha. Tumefikia katika karatasi nambari 29, nashratul akhbar, ambayo tulisoma al-awqat, tulisoma nyakati. Karatasi nambari 29 anasema al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ghafara la, nashratul akhbar yani kueneza habari, kutawanya habari, kutawanya habari. Sawa, natoka neno nashara yanshuru, nashuru ile kueneza habari. Asema yani kama mithli, yani iko katika redio, anataka kuelezea mtu akielezea katika idhaa fulani ya station fulani ya redio anafanya vipi. Anasema al'ana as-sa'atu as-sabi'a masaa, sasa hivi ni saa ngapi? Hapo ukisema Kiswahili maana yake saa 7 jioni, lakini maana yake ni saa ngapi? Hiyo ni saa 1. Masaa ni jioni, bado inaitwa masaa ambao ni usiku hiyo. Sawa, ile saa 1. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salam ayyuhal mustami'un al-kiram, enyi wasikilizaji watukufu au wabora. Nuqaddimu li hadaratikum an-nashrati al-ikhbariyya, tunatanguliza kwenu nyinyi kwa kuhudhuria kwenu, yani maelezo ya kueneza habari au taarifa za kuenea habari, maelezo au taarifa ambazo zinaelezea kuhusiana na kueneza habari. Imeeleka? Nafahamu? Kwa hiyo anasema nuqaddimu lihadaratikum an-nashrati al-ikhbariyya, tunatanguliza kwenu nyinyi kwa kuhudhuria kwenu, yani mwenezo au kueneza zile habari katika idhaa ya redio. Al-ula, kwanza kabisa min idhaati Zanzibar, katika idhaa ya Zanzibar, min Tanzania, kutoka Tanzania, li hadhihi al-layla, katika usiku huu, yaqra'uha al-mudhi' Ibrahim, ambayo habari hiyo anaisoma al-mudhi', ni yule mwandishi wa habari anaitwa al-mudhi', na ile idhaa inaitwa kwa Kiarabu inaitwa idhaatun. Kwa al-mudhi' ambaye huyo ni al-mudhi', mwandishi wa habari anaitwa Ibrahim. Kwa hiyo tunatanguliza kwenu nyinyi kwa kueneza habari za mwanzo, habari za kwanza ambazo zinatokana na min idhaati Zanzibar, kutokana na idhaa ya Zanzibar. Si ilikuwa iko idhaa ya Zanzibar, ilikuwa kitu hivyo, idhaa ya Zanzibar min Tanzania, kutoka Tanzania, li hadhihi al-layla, katika usiku huu, yaqra'uha, anayesoma habari hiyo al-mudhi', ambaye ni yule mwandishi wa habari ambaye anaitwa Ibrahim. Awalan kabisa, kwanza kabisa, huyo mwandishi wa habari asema astahilluha bil anawin, nitaitanguliza hiyo habari kwa kuelezea vichwa vya habari. Anawin ni zile vichwa vya habari, jamu ya unwani. Unwanun ni mufrad, unwan ni mufrad, kwa nyingi zinaitwa hivi anawin. Kwa anasema astahilluha bil anawin, ninatanguliza habari hiyo kwa kuielezea vichwa vya habari. Anasema wasala raisu Tanzania, amefika rais wa Tanzania, fi jazirati Zanzibar, katika kisiwa cha Zanzibar, sabah al-yawm, asubuhi ya leo. Wastaqbalahu raisu Zanzibar fil matar, na akapokelewa na rais wa Zanzibar fil matar, katika al-matar ni uwanja wa ndege, airport. Al-matar imeleka, ile ndege yenyewe inaitwa tairatun, na uwanja wa ndege unaitwa matar.
Imefahamika? Waziru at-ta'lim, anasema waziru at-ta'lim Zanzibar, waziru at-ta'lim Zanzibar, ile waziri wa elimu wa Zanzibar, tahannaa tulaba mahdi at-tarbiyah al-islamiyya. Tahannaa ani manake amewapa pongezi tulaba mahdi at-tarbiyah al-islamiyya, amewapa pongezi wanafunzi wa college ya at-tarbiyah al-islamiyya binajahihim fi ikhtibarihim an-nihai. Amewapa pongezi wanafunzi wa at-tarbiyah al-islamiyya mahadi hiyo tahannaa, amewapa pongezi tulaba mahadi at-tarbiyah al-islamiyya, wanafunzi wa college na mahadi ya chuo kinachoitwa at-tarbiyah al-islamiyya, ambao amewapa pongezi kwa sababu gani? Binajahihim, kwa kufaulu kwao, kutokana na neno najaha amefaulu. Sawa? Kwa ile nijah kufaulu, kwa binajahihim, kwa kufaulu kwao, fi ikhtibarihim an-nihai, katika testi yao, au fi ikhtibarihim, katika mtihani wao. Pia sema ikhtibar kwa sababu ni mtihani au testi za kuwa na kuli hali, ndio hiyo mtihani. Fi ikhtibarihim an-nihai, katika ile yani mtihani wao wa mwisho. An-nihai, mtihani wa mwisho wa kufunga pengine mwaka au kufunga ile semester, mtihani wa mwisho. Amefahamika? Na maana hata ile final inaitwa nini? An-nihai, maana yake mwisho, hitimisho. Na nusu final nisfu nihai, nusu final. Haya, kisha akasema zara Sheikh Yusuf Hamza, zara Sheikh Yusuf Hamzatu ma'a tullabihi, amefanya ziara Sheikh Yusuf Hamza, jina lake, na ndio mtunzi wa kitabu, Allah mrehemu amsamehe makosa yake, ma'a tullabihi, pamoja na wanafunzi wake. Kadhalika wamefanya ziara hiyo wa baadhi almudarrisin, na baadhi ya walimu, fi madarisi wilayati Wete, katika vyuo madarisi, vile vyuo vya wilaya ya Wete ni wilaya ambayo ni wilaya ambayo katika nini, mkoa wa Kaskazini Pemba. Wete ni wilaya pia, kadhalika ni sehemu Wete. Kwa amefanya hiyo ziara katika wilaya ya Wete fi saati thaminati, katika saa ngapi hapo? Ni thamina ni 8, lakini yakusudia fi saati thaminati sabaha leo, katika saa 2 asubuhi ya leo, kwa sababu Arabu wanatumia hizi saa kama vile inavyotumika katika Kiingereza. Hiyo ndio alikuwa akielezea masuala ya kueneza habari. Hii inampa mwanafunzi yani uwezo wa kujielezea, uwezo wa kuelezea kitu, maelezo kama dialogue na Kiingereza. Namudhajul hiwari, mifano ya alhiwari, mifano ya hiwar ndio dialogue, yani mtu azungumza ajibu. Khadija na kuna Samiha. Khadija anasema mata tadhhabina ila almadrasati ya Samiha, wakati gani utaenda madrasa ewe Samiha? Samiha ambia adhhabu ila almadrasati, nitaenda madrasa fi saati rabi'ati masaa, katika saa ngapi? Saa 4 jioni, lakini hakusudi saa 4, maana yake saa 10 jioni. Khadija mata tarji'ina, wakati gani utarejea? Samiha ambia arji'u, nitarejea fi saati alkhamisati wa nisf, katika saa ngapi? Saati alkhamisati ngapi? Saa 11 hiyo, 5 kwa 11, si hivyo? Kwa saa 11 wa nisf, saa 11 na nusu. Khadija mata tusallina salata adh-dhuhr, wakati gani utaswali swala ya dhuhuri? Samiha akamwambia usalli salata adh-dhuhri, nitaswali swala ya dhuhuri fi saati alwahidati, katika saa 1 baada zawali shamsi, baada nini? Jua kupondoka, kumili jua katika upande wa wapi? Magharibi. Kwa hiyo itakuwa saa ngapi hiyo?
saa 7. Naam, barakallahu fik. Kwa sababu moja kwa 7. Khadija akamwambia tena kamus saa au kamis saatu alana, kamis saatu alana, ni saa ngapi sasa hivi? Samiha akamwambia alana as-saatu at-tasi'a, alana as-saatu at-tasi'atu sabahan. Sasa hivi ni saa ngapi? Saa 3 asubuhi, kwa sababu 9 kwa 3 ndio vile vile kama hizi saa watu wengi waikavia Kiingereza ndio hivyo, wanaita Kizungu. Khadija akamwambia mata nazuru sadiqatana mutma'inna, wakati gani tutamtembelea rafiki yetu ambaye anaitwa mutma'inna, mutma'inna. Samiha akamwambia sananzuru ghadan, tutatazama au tutaangalia kesho. Ndio sananzuru maana yake tuta, yaingia sin au saufa katika fi'l mudhari'i, ina maana kuwa ni future tense, nitafanya. I will go, nitaenda. Inaeleka nitaenda. Kwa sananzuru ghadan, tutaangalia kesho insha Allah kitaka fi saati 8 sabaha, saa 2 asubuhi. Ameandika 8, maana yake ni kwa saa 2, 8 kwa 2 Kiingereza, na hicho tu ndio Kiarabu hivyo hivyo, inakuwa hivyo hivyo. Al-awqatu min masa'in ila sabahi, nyakati kuanzia asubuhi mpaka jioni. Al-awqatu, nyakati min masa'in, kuanzia jioni, ila sabahi, mpaka asubuhi. As-sa'atu as-sabi'a, saa 7 masa'an, jioni. Hiyo ni saa ngapi? Saa 1 jioni, maana yake ni usiku tayari. As-sa'atu ath-thamina, saa ngapi? Saa 2, 8 kwa 2 jioni, hiyo ndio usiku tena. As-sa'atu at-tasi'atu, saa 3. As-sa'atu al-ashira, saa 4. As-sa'atu al-hadi'atu 'ashara, saa ngapi? Saa 5. As-sa'atu ath-thaniyatu 'ashara, saa 6. Ndio vile vile, kwa sababu as-sa'atu ath-thaniyatu 'ashara ni 12, lakini kwa 6 usiku. As-sa'atu al-wahidatu laylan, ni saa ngapi? Saa 1, lakini nasema laylan, usiku, itakuwa saa ngapi? Saa 7 hiyo. Barakallahu fikum. As-sa'atu ath-thaniyatu, saa 2, itakuwa saa ngapi? Saa 8 usiku. Na barakallahu fikum. As-sa'atu at-tasi'atu, itakuwa saa ngapi? 9 kwa ngapi? As-sa'atu at-tasi'a, kwa sababu hapa amesema athania 2, maana yake hapa at-tasi'a itakuwa ngapi? 3. Kwa 3 kama ngapi? Saa 9. Na as-sa'atu ar-rabi'a itakuwa saa 10. Sawa, usichanganye vile vile, ndo mara nyingi narejesha vile vile Kiingereza. As-sa'atu al-khamisa, ona ndio katika as-sa'atu al-khamisa akaandika fajran, alfajiri, itakuwa saa ngapi hiyo? Saa 11. As-sa'atu as-sadisatu sabahan, saa 6. Saa 12. Sema weka hizo nambari hizo, weka 12, 10, 7, hizo ndio hizo zifuate wewe achukua kwa hizo ndio utafahamu. Au kwa lugha nyepesi ni ile saa ambayo wanaitumia wazungu, na watu wengi saa zao wameziweka hivyo. Achana ile saa ambayo ina 24 hours, ambayo ina masaa 24. La, chukua ile saa ambayo ina masaa 12 ambao wanatumia Waingereza. Haya, kwa kumalizia, tadribatun, mazoezi, ambayo ni karatasi ya 31. Mata tastayqidhu minan nawmi, wakati gani unaamka kutoka usingizini? Mata tastayqidhu minan nawmi, wakati gani unaamka kutoka usingizini? Wakati gani unaamka? Unatakiwa ujibu wewe. Fajr tu basi. Jibu sentence yenye kuleta faida. Naam, utasemaje? Man wote tu, manil ladhi yajib. Ni nani ambaye atajibu? Yote tu ajaribu. Naam, hiyo itakuwa ni homework. Mata tadhhabu ila almadrasati, itakuwa amalu almanzil, kazi ya nyumbani. Mata tadhhabu ila almadrasati, wakati gani unaenda madrasa? Utajibu, maana yake tumia zile saa. Mata tarji'u
min almadrasati, wakati gani unarejea madrasa. Tumia zile saa. Mfano arji'u min almadrasati as-sa'atu 8, as-sa'atu 7, yani wote tu wewe jaribu. As-sa'atu 4 sawa, as-sa'atu al-wahidatu dhuhran, au wote jaribu. Mata tusalli al-isha, mata tusalli al-isha, wakati gani usalli isha, ujibu kwa zile saa. Usalli al-isha fi waqti kadha, au usalli al-isha as-sa'ata, mfano unasema athania laylan, na vitu kama hivyo, au masaa. Wa mata tanam, wakati gani unalala, unajibu. Mata taqumu al-layla, wakati gani unasimama usiku. Wa mata tatasahharu, wakati gani unakula daku, utakiwa kujibu kutumia zile saa. Kisha mazoezi mengine anasema adkhil al-kalimati al-atiyata fi jumlatin mufidatin, ingiza maneno yanayofuata katika sentence yenye kuleta faida. Mathalan akaika fataha, hii tufanyeni. Naam, fataha itakuwa hivi. Fataha ilifungua itie katika sentence yenye kuleta faida, utasemaje? Naam ya ikhwa, barakallahu fikum, utasemaje? Fataha Muhammadu nani? Shubabu. Ukusudia nini? Unaitwa shabak, lakini tumia neno la jepesi tu, nafidhatan bas. Fataha Muhammadun an-nafidhatan, au fataha Muhammadu nafidhatan. Fataha Muhammadun nafidha, amefungua Muhammad nini? Dirisha. Jingine yasema aghlaqa, aghlaqa. Naam, mbona weka Muhammad aghlaqa baba? Aghlaqa Muhammad, hiyo ni vizuri. Aghlaqa Muhammad albaba, amefunga Muhammad mlango, au aghlaqa Muhammad baban, amefunga mlango. Anzuru itakuwa vipi? Sentence itakuwa vipi? Anzuru, lakini manake mimi naangalia, ndio nataka shayeke hiyo anzuru. Unasemaje? Anzuru mimi, yani anzuru ala as-saburati, natazama katika ubao. Na barakallahu fikum. Nyingine adrasa, ana alifundisha. Itakuwa vipi sasa sentence yake? adrasa mudarrisun, yana barakallahu fik. Adrasa mudarrisun al-lughata al-arabiyyata. Naam, barakallahu fikum. Yanamu yanamu bintu, mshtari shay kwa yanamu hadha bintu, ndakubalika kweli? Yanamu, yanam itakuwa vipi? Naam, yanam. Mbona ndio sentence rahisi? Naam, itakuwa vipi? Sijui, anaweza mimi yeye anakuuliza yeye, mimi sijui. Nenda kwa nifundishe. Kwa itakuwa vipi sentence yake? yanamu akhi ala al-firash. Naam, yanamu akhi, analala ndugu yangu, ala sariri, juu ya kitanda. Sawa? Au yanamu akhi ala al-firashi, analala ndugu yangu juu ya godoro, zote sawa. Yaskunu, itakuwa vipi mfano wake? Yaskunu, yaskunu ndio yaskunu abu, yaskunu abu akusudiani baba kwa kama madrasa. Naam, yaskunu abi fil madrasati, anaishi babangu katika madrasa. Pengine maisha yake magumu, anasema ukaa na hataki kuchangiwa,
tayari kagewa kipenuni hapo katika madrasa naye abali kichwa chake. Haya, sawa, iko sawa sentence. Barakallahu fikum. Aasha itakuwa vipi? Aasha taamu layla, maana yake usulia ni ala chakula cha usiku, ndio hivyo. Kwa sababu aasha nini kwa maana yake Kiswahili? Ni chakula cha usiku. Na huko chakula cha usiku ni al-asha. Al-asha ndio chakula cha usiku. Al-isha ni swala ya ndio usiku. Isha. Aasha maana yake Kiswahili? Aasha lishi. Aasha yaishu. Fi'lu amri yake ish. Kwa hivi aasha sentence, tunga sentence kwa hiyo. Nyewe mwapenda abi tu. Abi mtakuja muoe huyo. Aasha ma abi wa ummi, hasan tasiyani. Naam ya aba Hazim. Unasemaje? Aasha al-asadu fil ghaba. Naam, sentence nzuri, barakallahu fik. Aliishi simba porini au msituni, msitu wa Ngezi. Aasha al-asadu fil ghaba, fil ghabati. Aasha al-asadu fil ghaba, aliishi simba katika msitu. Au kwa sababu al-ghaba ni msitu. Naam, sentence nzuri. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Tafikia hapa na tutakuja kuendelea kesho insha Allah. Jazakumullahu khairan wa barak